wa Ulaya umesema kwamba kampuni ya Twitter itahitajika kufuata sheria za umoja huo baada ya kununuliwa na tajiri Elon Musk anayedai kuwa mwanaharakati wa uhuru wa kujieleza. Musk ameandika ujumbe wa Twitter kwamba ndege yupo huru, ikiwa na maana kwamba Twitter ambayo alama yake ya biashara ni picha ndege ipo huru kufanya kazi zake bila kudhibitiwa. Amenunua Twitter kwa gharama ya dola bilioni 14. Mkuu wa biashara wa Umoja wa Ulaya Thierry Breton amejibu ujumbe wa Musk akisema kwamba kampuni yoyote inayofanya kazi Ulaya lazima iheshimu sheria za umoja huo. Kuna baadhi ya vitu ambavyo havikubaliani na sheria na kanuni za Umoja wa Ulaya. Vitu kama ujumbe wa chuki, uhalifu na ugaidi havikubaliki. Things related to hate speech, to criminal activities, to terrorism. Amechukua baada ya kununua kampuni hiyo kwa kitita cha bilioni 44 ni kufuta kazi wafanyakazi wa ngazi ya juu wa kampuni hiyo ya Twitter, na miongoni mwa wale ambao wamefutwa ni mkurugenzi mkuu Parag Agrawal, afisa mkuu wa fedha Ned Segal na mshauri wa sheria Nasera Vijaya Gade. Musk amekuwa akishtumu maafisa hao kwa kile amedai kwamba kukosa kumpa taarifa za uhakika kuhusu idadi ya akaunti feki kwenye mtandao wa Twitter. Kampuni ya Twitter ina karibu wafanyakazi 7,500 ambao sasa hawana uhakika iwapo wataendelea kufanya kazi kwenye kampuni hiyo. Musk amesema kwamba anapanga kupunguza idadi ya wafanyakazi katika juhudi za kujenga mtandao mzuri zaidi. Kampuni ya Twitter inapanga kupanua huduma zake na kuhusisha biashara kwenye mtandao kama kununua bidhaa na hata kulipia nauli ya magari ya kukodisha. Kujua zaidi kuhusiana na ununuzi na usimamizi wa kampuni ya Twitter, naungana na Amin Ali, msomi wa masuala ya siasa na mawasiliano, yupo mji wa Seattle, Washington. Amin, karibu kwenye Duniani Leo. Kauli ya kwanza ya Musk kwamba ndege yupo huru, ndege maana kwamba ishara ya picha inayotumika kutambulisha Twitter, ni kuingia katika biashara ama ni kuingia katika wanaharakati na uhuru wa kujieleza? Asante sana mtangazaji. Kwanza naweza kuchukulia swala la Twitter kuchukuliwa na Elon Musk ni kama ni fursa mpya kabisa katika platform za kijamii. Lakini shote aelewe Elon Musk kwamba ikiwa ndege anaruka basi ana mabawa na vile vile ana fursa ya kuruka na kutua. Kwa hivyo fursa ambayo ataitumia kama yeye ni mwekezaji katika Twitter ni kuheshimu first of all sheria zilizokuwepo katika mahusiano ya masuala ya kijamii katika kuendesha huduma hizi. Hilo ni swala la kwanza kabisa. Na swala la pili kwa upande wake kuhakikisha kwamba kama anataka kuhakikisha Twitter inafika kila pahala duniani na iongeze wigo wa mambo ya mawasiliano na uhuru, lazima yeye kama ni Elon Musk aheshimu sheria za kila nchi katika utaratibu wa kuendesha vyombo kama hivi. Hilo nitaweza kulijibu kwa njia hiyo. Aliyekuwa rais wa Marekani Donald Trump kwa mfano alifungiwa akaunti ya Twitter kwa kuandika mambo ambayo yalionekana kuwa ya uongo mara kadhaa na uchochezi. Musk akiamua kwamba kila mtu achapishe tu uhuru wa kujieleza, kampuni itaruhusiwa na viongozi duniani, tuseme Afrika na mataifa mengine ambapo habari huchujwa. Kwa kuangalia hilo, kwanza kutoa uhuru wa kila mtu kuandika anavyotaka ndio taratibu ambazo labda Twitter anataka kujiwekea, lakini shote elewe kwamba nini kiko hapo na kinamlenga nani, faida yake nini katika kitu ambacho kinaandikwa hapo. Nafikiri bwana Elon Musk katika kuweka utaratibu mpya aelewe hilo. Kama rais wa zamani alifungiwa kwa ajili ya kueleza mambo ambayo jamii inashindwa kuwa pamoja naye, nafikiri bwana Elon Musk alitizame hilo upya kwamba yeye ni mmiliki mpya wa hiyo Twitter, lakini je, itaruhusu vitu kama hivyo? Kwa maana yake ipi? Faida itafaidika nini? Na kwa nini rais wa zamani alifungiwa? Na kwa nini yeye aruhusu kwamba kila mmoja afanye anavyotaka? Hilo ni swala ambalo Elon Musk alitizame upya na aliangalie katika kutoa huduma yake hii ya Twitter. Tumeona sifa za watu zikiimarika na kuharibika kwenye Twitter. Tumeona biashara zikiimarika na kuanguka kulingana
na kinachofanyika kwenye Twitter. Masoko ya hisa vile vile yamepitia hayo. Twitter chini ya umiliki wa Musk itafanikiwa katika ushindani wa mitandao mingine ya kijamii inayoimarika kila siku, ama watu watatoroka? Ninachokiamini mimi, kutokana na huyu bwana Elon Musk wa mfanya biashara, atakuja na fursa hizi za kibiashara kwa sababu anataka apate faida, hataki apate hasara katika kuendesha mtandao huu wa Twitter. Kwa hivyo mipango ambayo atakuja nayo ni kuhakikisha kwamba anashindana vile inatakiwa katika soko hili la mambo ya hii Twitter, na wengi katika mifumo hii wanashindana kutokana na taratibu ambazo wamejipangia, na naamini wazi kwamba na yeye ni mmojawapo ambaye atakuja na mikakati yake mipya ambayo itaweza kuhakikisha kwamba hichi chombo cha Twitter kinatumika kibiashara na kwa faida ambayo itapatikana kwa ajili yake yeye binafsi na kampuni kwa ujumla katika soko huru la uendeshaji wa soko la biashara. Nikushukuru Amin. Nashukuru sana mtangazaji. Ni Amin Ali, mchambuzi wa masuala ya siasa na uchumi, akiwa Seattle, Washington, akizungumzia umiliki wa kampuni ya Twitter na Elon Musk.